Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Hualigani mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa channel yetu, karibu siku ya leo tuende tukaangazie zile habari ambazo zimeweza kujiri na kubamba katika engo tofauti nchini Tanzania. Siku ya leo tutakwenda kuangalia ile orodha ya watu matajiri 10 nchini Tanzania. Tukisema watu matajiri, yani ni mabilionea ama matrilionea kwa thamani ya hela ya kitanzania ambayo ni Tanzania shillings, ambapo kwa upande mwingine tunashuhudia kupitia majarida tofauti tayari wameshatoa orodha ya watu matajiri nchini Tanzania. Tunashuhudia katika nchi ya Tanzania kuna watu mashuhuri wengi, wakiwamo wasanii, wafanya biashara, wacheza mpira na watu kadhalika wanaofanya kazi katika maofisi fulani, wawekezaji. Kwa hiyo kwa upande mwingine, kutokana na orodha imeweza kutolewa, hii ndio orodha ya watu 10 matajiri nchini Tanzania. Kabla ya kuendelea, kama ni Mtanzania unaamini Mungu yupo na utakuja kuwa miongoni mwa watu matajiri nchini Tanzania, una nafasi ya kulike video yetu. Alafu sasa tunakuacha na swali moja tu, ili Mwenyezi Mungu aweze kuliamini dua lako. Tuambie wewe ni Mtanzania unayetokea mkoa gani, kwa sababu mkoa wa Tanzania, nchi ya Tanzania ni nchi kubwa yenye mikoa mingi. Kwa hiyo hata ukiacha mkiwa Mtanzania unaweza kuwa upo nje ya Tanzania. Kwa tuambie wewe uko wapi na unatufuatilia ukiwa wapi, kwa sababu Mungu atakwenda kulisikia dua lako na kuwa miongoni mwa watu matajiri nchini Tanzania. Sasa kwa kwenda kuanzia kwa mujibu wa orodha ambayo imeweza kutolewa, hii ni matajiri zaidi Tanzania ukizingatia uwekezaji, ushawishi na mchango wao katika mageuzi ya uchumi wa Tanzania, ambapo kwa upande mwingine tunashuhudia watu wao wanafanya biashara, wengine ni wawekezaji ambao wamewaajiri watu wengi katika nchi ya Tanzania, kwa sababu tunashuhudia kuna sekta za viwanda ambazo zinamilikiwa na watu binafsi. Pasipo kupoteza muda na wakati, ngoja tukaangalie ile orodha ya watu 10 matajiri zaidi Tanzania. Tukienda kuanzia nafasi ya 10, anakamata Hans Macha. Hans Macha huyu ni mwekezaji katika kampuni ya DSE, ambapo huyu utajiri wake kwa mujibu wa taarifa wameweza kutolewa ni bilioni 37 za kitanzania kwa hela ya kitanzania. Nafasi ya 9 yupo Patrick Shegi. Huyu Patrick Shegi ni mwekezaji kwenye ushawishi mkubwa, mwenye ushawishi mkubwa kwenye kampuni ya DSE kama alivyo Hans Macha, ambapo tunashuhudia Patrick Shegi yeye kwa upande mwingine utajiri wake ni bilioni 50 kwa fedha za kitanzania. Lakini nafasi ya 8 yupo Ketan Patel. Ketan Patel ni miliki wa hisa katika kampuni ya Shanta Gold, ambapo Patel utajiri wake ni bilioni 62 kwa fedha za kitanzania, ambapo tunashuhudia anakamata nafasi ya 8. Katika nafasi ya 7 anakamata Michael Shirima. Michael Shirima ni mwanzilishi na mshirika mkuu wa Precision Air Service, kwa maana kampuni lile la ndege kubwa linalofahamika kwa Precision Air ambalo linafanya kazi nchini Tanzania, ambapo utajiri wake Michael Shirima ni bilioni 112, akikamata nafasi ya 7. Katika nafasi ya 6 yupo Saif Ali Saif. Huyu ni mmiliki wa kampuni ya Kagera Sugar Limited. Sote tunafahamu Kagera Sugar ni miongoni mwa kampuni ambalo linatengeneza sukari nchini Tanzania, na vile vile linamiliki klabu ya soka ya Kagera Sugar na mengine. Kwa hiyo kwa upande mwingine huyu mmiliki huyu Saif Ali Saif utajiri wake ni bilioni 225. Lakini top 5 inafunguliwa na Edda Nathi. Edda Nathi huyu ni mkurugenzi mtendaji wa Amsons Group, ambapo huyu utajiri wake kwa mujibu wa taarifa ni kwamba utajiri wake ni bilioni 300 kwa fedha za kitanzania. Katika nafasi ya 4 yupo Ali Edha Awazi, ambapo Ali Edha Awazi huyu ni mwanzilishi, mkurugenzi na mtendaji wa Lake Group. So tunafahamu Lake Group wanatengeneza mitungi ya gesi, wana pia sheli ambazo zinatoa mafuta na vifaa vingine. Kwa hiyo tunaona Ali Edha Awazi utajiri wake ni bilioni
50. Katika nafasi ya tatu yupo Said Salim Bakhresa. Said Salim Bakhresa huyu ni mmiliki wa kampuni ya Said Salim Bakhresa, ambapo tunafahamu Said Salim Bakhresa ni miongoni mwa kampuni ambayo inajihusisha na visimbuzi, yani Azam TV. Bila kusahau kuna timu ambayo ni Azam Football Club na assets zake zote. Bila kusahau kuna bidhaa mbalimbali ambazo zinatengenezwa na Azam. Kuna biscuit, kuna unga, yani kuna vitu vingi ambavyo vinatengenezwa na Azam. Kwa hiyo tunaona, bila kusahau Said Salim Bakhresa utajiri wake ni trilioni 1 kwa mujibu wa jarida la Forbes ambalo limeweza kutoa takwimu za matajiri ambao ni 10 nchini Tanzania. Katika nafasi ya pili yupo Rostam Aziz. Rostam Aziz ni miongoni mwa watu mashuhuri nchini Tanzania. Ukimtaja Rostam Aziz, ashakuwa miongoni mwa bunge ambao wameshiriki katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Huyu ni mmiliki wa hisa za mitandao ya mawasiliano na hisa katika makampuni tofauti tofauti. Tukiangalia mitandao ya mawasiliano, labda Vodacom, labda Airtel, labda kuna Zantel ama Tigo, vile vile mitandao mbalimbali. Kwa hiyo tunaona huyu ndio Rostam Aziz ambaye ni mmiliki wa hisa za mitandao ya mawasiliano. Kwa hiyo ameweza kuwekeza hisa zake katika mitandao mbalimbali nchini Tanzania. Utajiri wake yeye ni trilioni 1.75, ambapo tunaona kwa upande mwingine anakuwa ni tajiri ama bilionea ama trilionea namba 2 nchini Tanzania. Lakini kinara namba 1 ni mwekezaji wa klabu ya soka Simba, rais wa heshima wa klabu ya soka ya Simba Sports Club, Mohamed Gulam Dewji, ambapo Dewji tunaona yeye ndiye tajiri namba 1 nchini Tanzania. Yani kiufupi utajiri wake ukikonvert kwa mabilionea basi ni bilionea, lakini ukija kwa Kitanzania huyu ni trilionea namba 1 nchini Tanzania. Tukisema trilionea ni miongoni mwa watu matrilionea kweli kweli, ambapo Mo Dewji yeye ni mtendaji mkuu ambaye anamiliki katika kampuni ya Mohamed Enterprises Tanzania, yani MTL, ambapo kwa upande mwingine tunaona utajiri wake Mohamed Gulam Dewji ni trilioni 5.5 kwa fedha za Kitanzania. Yani hizi ni fedha nyingi kweli kweli ambazo Mohamed Gulam Dewji ambazo anaziwekeza kutokana na biashara zake ambazo anazifanya. Tunafahamu anauza vinywaji, anamiliki katika kampuni katika klabu ya soka ya Simba. Bila kusahau Mohamed Dewji ana viwanda mbalimbali ambavyo vinatengeneza product mbalimbali nchini Tanzania na nje ya Tanzania. Kwa hiyo tunaona Mo Dewji ndiye bilionea ama trilionea namba 1 nchini Tanzania akiwa na utajiri wa trilioni 5.5. Kwa hiyo tunaona ndio maana ameamua kuwekeza ndani ya klabu ya soka ya Simba Sports Club. Nakumbuke Mo Dewji ndiye tajiri namba 1 kijana barani Afrika na ndiye tajiri namba 12 barani Afrika kutokana na kuwa trilionea. Na ikumbukwe katika orodha hii ya matajiri 10 ama watu 10 matajiri zaidi Tanzania, matrilionea wako watatu, yani Mo Dewji, yuko Rostam Aziz na yuko Said Bakhresa. Walobaki wote ni mabilionea wakiwa ni 7. Lakini fahamu Mohamed Dewji, Rostam Aziz na Said Bakhresa wanatajwa kuchangia zaidi kwenye sekta ya viwanda, mawasiliano na nishati, na ndio maana utajiri wao unakuwa kwa kasi. Tuambie neno la comment kwa upande wako katika matajiri hao 10. Je, kwa upande wako wewe unatamani kuwa tajiri namba ngapi kuelekea katika malengo yako? Toa maoni katika comment na sisi tutakuja kuyasoma.